Je, unajua kuwa kuna sehemu ndani yako ambayo mbingu na dunia zote zinapigania? Na sehemu hiyo si mwili wako wala sio roho yako, ni nafsi yako. Katika Biblia yote, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, kuna siri iliyofichwa ambayo watu wengi hawajaielewa bado. Mtu anaweza kuwa karibu na Mungu, lakini bado apoteze vita vya maisha kwa sababu nafsi yake imetekwa nyara. Ndiyo maana Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo 16:26, itamfaidi mtu kitu gani kuupata ulimwengu wote na kuupoteza nafsi yake? Hii ina maana kuwa kuna uwezekano wa mtu kupoteza nafsi yake. Unaweza fanikiwa katika kukusanya mali na rasilimali za hapa duniani, lakini nafsi yako ibaki kwenye kifungo. Sasa swali ni hili, na ni swali muhimu sana. Kwa nini nafsi ilipewa thamani kuliko ulimwengu wote? Na ni kwa nini katika nyakati za kale vita vya kiroho vilikuwa vikilenga nafsi ya mwanadamu? Leo tunaenda kufungua siri hii ya kale, siri ambayo inaweza kubadilisha maisha yako milele. Watu wengi wamefundishwa ukiomba sana utashinda, ukifunga sana utashinda, ukienda kanisani sana na kila siku utakuwa mshindi. Lakini leo ukiwa na vipawa basi uko salama. Lakini Biblia inaonyesha kitu kingine kabisa. Mtu anaweza kuomba, mtu anaweza kufunga, mtu anaweza kuhubiri sana kuliko wote, lakini bado aishi kwenye kifungo vya ndani. Ni kwa nini? Kwa sababu roho yake inaweza kuwa hai, lakini nafsi yake bado iko vitani. Katika kitabu cha Warumi 7:22-23, Paulo alisema, kuna vita ndani yangu, sio nje. Vita viko ndani yake. Yesu Kristo alisema ya kuwa adui ya mtu ni yule yuko nyumbani mwake. Kumbuka ya kwamba kila mwanadamu ni roho. You are a spirit. You live in a body. You have a soul. Sasa mwanadamu ako na nafsi na unaishi ndani ya mwili. Sasa adui yako ako ndani yako. Vita halisi ya mwanadamu ipo ndani ya nafsi. Lakini sasa swali kubwa ni hili: nafsi ni nini hasa? Kwa nini mapepo yanataka kuiteka, Mungu anataka kuiokoa, na dunia inataka kuidanganya? Na ni siri gani 5 kuu ambazo wakale walielewa kuhusu nafsi zilizowafanya washinde vita vya ndani? Hebu tazama ndani kabisa. Nafsi ni senta ya mwanadamu. Kwa nini senta? Katika kitabu cha Wathesalonika wa kwanza
23 Paulo anasema hivi, Biblia inaonyesha mwanadamu ana sehemu 3. Mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana roho na mwanadamu ni nafsi. Lakini siri iliyofichwa ni hii: nafsi ndiyo mahali pa maamuzi. Mwili unataka vitu vya dunia. Roho inataka vitu vya Mungu. Lakini nafsi ndiyo inaamua nani anasikilizwa. Sasa uamuzi uko ndani ya nafsi yako. Nafsi yako ndiyo itakayo determine ni nani atakayetawala siku hiyo. Nafsi yako kielekeza katika mwili, then mwili na tamaa zake ndizo zitakazo kutawala. Nafsi yako ukielekeza kwa roho wa Mungu, then Mungu ndiye atakaye kutawala siku hiyo. Sasa uamuzi uko hapa, na ndio sababu adui ananyemelea nafsi yako. Mungu anataka kuikomboa, na ndio maana unakuta Wakristo wengi wamefunga na kuomba, wamepeana masadaka na mpaka tithe, lakini bado maisha yao yako gerezani. Siri iko hapa. Nafsi ni sehemu yako ya ndani ambayo usipoitawala itakutawala. Ndio maana nafsi iko katikati, ni uwanja wa vita. Nafsi ni madhabahu ya ndani. Katika Agano la Kale kulikuwa na madhabahu, moto, sadaka na damu. Lakini siri kubwa ni hii: madhabahu ya kwanza ya mwanadamu iko ndani ya nafsi yake. Warumi 12:1 inatuambia hivi: kila unachopenda sana, kile unachokitafakari sana, kila unachokitoa nguvu zako, hicho kinakuwa sadaka kwenye madhabahu ya nafsi yako. Sasa madhabahu, Biblia inasema jipeane. The book of Romans inatuambia kwamba tubadilishwe, tufanye upya. Be you transformed by the renewal of your mind. Sasa kuna sehemu tu, njia moja tu ya kuweza kuishinda nafsi, ni kufunza nafsi yako kutulia. Maana nafsi iko na kelele, nafsi inapenda kelele. Ifunze kutulia. Funza nafsi yako kutamani vitu za Mungu. Funza nafsi yako kusoma neno la Mungu, maana nafsi imebeba akili. Nafsi ni akili, nafsi ni hisia, na nafsi ni maamuzi. Sasa akili yako ni lazima uilishe na vitu vile vya Mungu. Ni lazima uilishe chakula kile cha Mungu, maana maandiko yanatuambia kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Hautaishi ukisikiliza mwili peke yake. Ishi kwa neno lake Mungu. Sasa ndio maana watu wanaweza kuabudu pesa, kuabudu tamaa, kuabudu maumivu yao bila kujua. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna kiti cha enzi, na ile kitu ambacho kinachotawala siku yako, hicho ndicho kilichokalia katika kiti chako cha enzi cha nafsi. Sasa kama ni hasira imetawala, imekalia katika kiti chako cha enzi cha nafsi, hasira ndiyo itakao determine uamuzi wako, matendo yako na maisha yako venye yatakuwa. Na kama ni upendo umekalia katika kiti chako cha enzi cha nafsi, then uamuzi wako utaonekana. Attitude yako kwa wanadamu pia itaweza kuonekana. Sasa kuna siri ya tatu hapa ambayo inasema ya kwamba siri ya milango ya nafsi. Mathayo 6:22 inasema hivi: jicho ni taa ya mwili. Sasa
Kuna malango ya nafsi. Kuna macho, kuna masikio, kuna hisia na kuna uamuzi. Sasa wakati wewe kama Mkristo ukishindwa kufunga malango haya, then adui ataingilia nafsi yako na atakutawala. Usipofunga vitu ambavyo unatazama, macho yako, usipokuwa mlinda lango wa macho yako, maana macho yako ni taa ya ndani yako. Kile unachoona, kile unachosikia, kile unachohisi. Maana nafsi haiishi ndani ya kweli. Nafsi inaishi katika utafsiri wa kweli. Ndio maana unaweza ona watu wawili wametazama the same movie, lakini mwingine anaielewa kiupande mwingine na mwingine anaelewa kwa upande mwingine, maana nafsi zao zinatafsiri tofauti. Ndio unaona watu wawili wanaweza kuwa kwa the same environment, same circumstances. Mmoja atoke kama amepona, mwingine atoke akiwa hai lakini akiwa amefungwa ndani yake. Kwa nini? Utafsiri wa situation hiyo ina determine maisha yake venye atakavyokuwa. Sasa jicho ni taa ya mwili. Macho yako ni gate. Masikio yako ni gate. Mawazo yako ni gate. Katika nyakati za kale, watu walielewa kile kinachoingia ndani ya nafsi kinaweza kuunda hatima yako. Hatima yako pia inaundwa na nafsi. Ndio maana maneno yanaweza kuharibu mtu maisha yote. Trauma inaweza kubadilisha personality ya mtu. Mazingira yanaweza kubadilisha roho ya mtu. Nafsi inaandika kila kitu. Mambo ambayo mtu alipitia akiwa mdogo yameandikwa ndani ya nafsi. Sasa nafsi ya mtu ni kama jiwe, na jiwe limefanywa engraving, maandishi. Mambo uliyoyapitia, mambo yaliyosemwa, trauma, kile ulichosikia kutoka kwa wazazi. Sasa mambo hayo baadaye yanaanza kureplay katika maisha yako, maana ni mambo ambayo yameandikwa ndani ya nafsi yako. Huwezi yasahau. Sasa unaishi katika kifungo cha maisha ya kale kwa yale mambo uliyoambiwa, mambo uliyosikia na utafsiri uliofanya. Sasa siri ya damu na nafsi katika Walawi 17:11, maandiko yanasema uhai wa mwili uko katika damu. Sasa nafsi iko ndani ya damu. Nafsi iko katikati na ndio sehemu pekee ya mwanadamu ambayo ina uwezo wa kushiriki katika ulimwengu wa mwili na kushiriki katika ulimwengu wa roho. Nafsi ya mwanadamu ndiyo pekee. Ndiyo maana vita vikuu viko ndani ya nafsi. Adui havamii mwili wako kwanza. Shetani havamii roho yako kwanza. Anajua akishambulia nafsi yako na haikamate, then wokovu wako utayumba yumba. Akishambulia nafsi yako na ishike mateka, then maisha yako yatakuwa maisha ya mwathiriwa. Maana uhai wa mwili ukatika hiyo damu. Ndiyo sababu maandiko yanatuambia kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Ina maana gani? Siri ni hii. Inamaanisha uwe mlinda lango wa nafsi yako. Linda moyo wako, maana kutoka ndani yake ndiko chemichemi ya uhai inavyotoka. Sasa uhai wa mwili ukatika damu. Katika lugha ya kale ya kiroho, damu ilikuwa carrier ya life, na life ilikuwa connected na soul. Ndio maana sadaka zote zilihitaji damu. Kwa nini? Maana damu imebeba uhai, na maana ya sadaka ilikuwa ni uhai kwa uhai. It was an exchange. Madhabahu ilikuwa ni sehemu ya kufanya exchange. Ili wewe uishi, mnyama lazima afe. So ni uhai wa mnyama
kwa niaba ya uhai wako. Bila damu hakuna msamaha. Without the blood there is no atonement. Sasa kulikuwa na exchange ya kiroho, lakini Agano Jipya linafichua siri kubwa zaidi. Katika Petro wa kwanza 1:18 hadi 19, damu ya Yesu ilikuja sio kuosha dhambi tu, bali kuokoa nafsi. Unless nafsi yako imeokolewa, utaishi kwa shida. Kuvunja alama za ndani. Damu ya Yesu ilikuja kuvunja alama za ndani, kuvunja mikataba ya giza na laana. Damu ya Yesu ilikuja kufungua prison ya ndani ya nafsi. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba utaijua kweli, nayo kweli itakuweka huru. Nafsi ili iweze kuwa huru inahitaji kweli, na hiyo kweli si mwingine ni Yesu Kristo. Sasa nafsi wakati inajiunganisha na inasarenda Yesu atawale maisha yake, then nafsi hiyo inakuwa huru. Nafsi hiyo tena haifuati mambo ya mwili, inafuata mambo ya roho. Ndio maana Paulo anatuambia katika kitabu cha Wagalatia that kuna vita kati ya mwili na roho, na vita hivi vinafanyika kusudi usiweze kufanya kile unachotaka. Sasa siri ya vita ya nafsi, Wagalatia 5:17, mwili hutamani juu ya roho. Hii siyo battle ya nje, ni collision ya dimensions mbili ndani yako. Mwili unasema fuata tamaa, fuata raha, fuata hisia. Roho inasema fuata Mungu, fuata kweli, fuata nuru. Lakini nafsi ndiyo inaamua kile nafsi yako inalisha zaidi, ndicho kitatawala maisha yako. Mahali umeweka akili yako. Siri 5 kuu za kushinda vita ya nafsi. Andika hii. Siri ya kwanza, upya wa akili. Warumi 12:2. Adui hashambulii mwili kwanza. Anapanda mawazo. Anaanza na mawazo, kwa sababu mawazo yanakuwa imani. Imani zinakuwa tabia. Tabia zinakuwa hatima. Kile unachoamini, kile unacho believe, unaanza kuishi. Ndiposa mtu anaweza ambiwa kitu fulani akose ukifanya. Kwa nini? Sababu ndani ya nafsi yake, ndani ya moyo wake kuna kile anachoamini kuhusu kitu fulani ama mtu fulani. Sasa ataenda kufanya kile ambacho ameamini katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukibadilisha akili yako, umebadilisha direction ya maisha yako. Siri ya pili, kutawala hisia. Watu wengi wanaongozwa na emotions, lakini watu wa kiroho wa kale walijifunza hisia ni watumishi, sio wafalme. Hisia zako zinafaa kuwa mtumishi wako, si kuwa mtawala. Zaburi 42:5. Mbona umeinama nafsi yangu? Daudi alikuwa anaizungumza nafsi yake, alikuwa anaizungumzia nafsi yake. Hakuruhusu hisia zimtawale, aliongelesha, mbona umeinama? Siri ya tatu ni siri ya kiti cha enzi cha nafsi. Ndani ya nafsi kuna throne. Inaweza kutawaliwa na hofu na inaweza kutawaliwa na tamaa. Inaweza kutawaliwa na kiburi au inaweza kutawaliwa na Roho wa Mungu. Methali 4:23 inasema hivi: linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini? Kwa sababu
Hapo ndipo life flows zinatoka. Ni katika moyo wako ambapo chemichemi za maisha zinazotoka. Siri ya 4 ni siri ya ukimya wa ndani. Katika Biblia, Musa alienda jangwani, Eliya alisikia sauti ndogo, Yesu alienda mahali pa faragha. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yenye kelele haiwezi kusikia Mungu vizuri. Siri ya 5 ni siri ya kujitoa kwa Mungu. Mathayo 16:24. Kujikana nafsi. Hii ndio siri ya mwisho. Ushindi wa kweli huanza pale nafsi inapoinama mbele za Mungu. Huo ndio ushindi wa kweli wa kiroho. Ukikosa kuelewa siri ya nafsi, unaweza kuonekana salama nje, lakini umevunjika ndani. Ndipo unaweza ona watu wanatembea wakiwa wamevaa vizuri, wanaendesha magari mazuri, mwili unakaa vizuri, lakini ndani wanapigana vita ambavyo wenyewe hawavielewi. Unaweza kuonekana salama nje, lakini unavunjika ndani. Unaweza kuwa kanisani, lakini bado umefungwa. Unaweza kupoteza miaka na maisha kwenye vita visivyoonekana. Hosea 4:6 inasema hivi: watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini ukielewa siri hii, nafsi yako haitakuwa prison tena, bahu ya nguvu, lango la ufunuo na kiti cha ushindi. Kwa sababu ukishinda ndani ya nafsi yako, utashinda kila vita nje yako. Ndio maana Yesu alisema, itamfaidi mtu nini kuupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake? Leo nataka ujiulize, ni nani anakaa kwenye throne ya nafsi yako? Ni hasira? Ni uchungu? Kwa sababu kile kinachotawala nafsi yako ndicho kinachoamua destiny yako. Na hapo ndipo siri ya ushindi wa mwamini imefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko pale umenisikiliza na ujumbe, niambie mchungaji, niombee, nami nitakuombea. Na kama uko pale haujampokea Bwana Yesu na unahitaji kabisa kujiunganisha naye, maana muda unasonga, wakati umeenda na hauna muda. Wakati ni sasa. Usiseme kesho, maana hujui ya kesho. Kama umenisikiliza, rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kuanzia leo na hata milele. Amen and amen. Sasa ujumbe huu, ili usikupite siku nyingine, unaweza kusubscribe, na pia kuna wale unaowapenda wasambazie ujumbe huu ili wakaweze kubarikiwa jinsi ulivyobarikiwa. Tuonane tena wiki ijayo. Mungu akubariki and shalom.